Moja kati ya michezo ambayo kwa sasa hivi inafuatiliwa kwa kiwango kikubwa ni pamoja na mchezo wa masumbwi. Michezo ambayo imekuwa ikifuatiliwa sana na mchezo ambao unaongoza ni mchezo wa soka hapa nchini Tanzania. Watu wengi sana wamekuwa wakifuatilia mpira wa miguu hasa katika vilabu vya Simba pamoja na Yanga, lakini pia ushindani ambao umekuwa ukipatikana kwenye vilabu hivyo ndio kitu ambacho kimezidi kuwavutia maelfu kwa mamia na mamilioni ya watu ambao wanaufuatilia mchezo huu wa mpira wa miguu. Sasa kitu kingine ambacho kinafuatia hapo ni pamoja na mchezo wa masumbwi, mchezo ambao unashika hatamu kwa vipindi kadha wa kadha kutokana na matukio ambayo yamekuwa yakitokea kwa nyakati hizo. Na moja kati ya tukio ambalo limeweza kuibuka na kushika hatamu kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ni tukio ambalo linamhusu bondia Hassan Mwakinyo, bondia ambaye amechukua au amejizolea umaarufu mkubwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kutokana na kile ambacho amekuwa akikifanya, lakini pia kutokana na sifa mbalimbali ambazo amekuwa akipewa hasa baada ya mambo kadha wa kadha kuweza kutokea kwenye tasnia yake. Kama unakumbuka, bondia Mwakinyo ni moja kati ya mabondia ambao wamekuwa wakishambuliwa kwa nyakati tofauti tofauti. Unakumbuka kipindi kile ambapo anarushiana maneno na Haji Sande Manara kutokana na kudai kwamba viatu vyake viliibiwa airport na kusababisha kuweza kupoteza pambano kutokana na maumivu ya enka na vitu vingine kama hivyo. Sasa tuachane na hayo, pambano ambalo limeweza kuibua maneno mengi na kuwapelekea watu wengi wa michezo kuweza kumzungumzia Hassan Mwakinyo ni pamoja na pambano ambalo alilicheza jana kwenye usiku wa Boxing na Boxing Day. Wakati watu wakiwa wanafungua zawadi zao za sikukuu, basi Mwakinyo alikuwa anafungua zawadi za ngumi kwa wapenzi, lakini pia wadau wa mchezo wa boxing ambao kwa kipindi kirefu wamekuwa hawajamuona akiwa anapambana. Miaka kama 2 hadi 3 imepita pasipo kuweza kushuhudia akipanda ulingoni na kuweza kupigana au kurushiana masumbwi na mpinzani yeyote. Sasa promoter ambaye amekuwa akisababisha michezo mbalimbali au mchezo wa ngumi uweze kwenda ni pamoja na mtu mzima promoter Semunyo ambaye aliweza kuandaa pambano hilo ambalo lilikuwa linarushwa live kupitia Azam TV, ambao ndio wadau nambari 1 kabisa kuhakikisha mchezo ngumi unakuwa ukifuatiliwa kama ambavyo wameweza kulipandisha soka. Basi ndio hivyo wao pia wanapambana kwenye kuhakikisha pia na mchezo ngumi na unazidi kupata wafuatiliaji. Sasa kwenye pambano hilo lilikuwa linapambwa au endewa pamoja na mapambano kadha wa kadha ambayo yalichezwa na mabondia kutoka hapa nchini Tanzania, na ilipofika majira ya saa 6 za usiku kuelekea saa 7, basi Hassan Mwakinyo ndiye ambaye alipanda ulingoni kwa ajili ya kucheza pambano ambalo ndilo ambalo lilikuwa linasubiriwa na maelfu pamoja na mamia ya watu ambao walijitokeza kwenye viunga vya Warehouse Masaki kwa ajili ya kutazama pambano hilo. Pambano ambalo lilichezwa kwa raundi ya kwanza na raundi ya pili likamalizika kwa sekunde kadhaa. Yani tuseme ni pambano ambalo limechezwa raundi 1.5 na kuweza kukamilika kwake kwa KO ambayo aliweza kuisababisha au aliweza kuipiga Hassan Mwakinyo. Bondia ambaye anapatikana au bondia ambaye anashindana au alishindana na Hassan Mwakinyo, Stanley Eribo, ni mzaliwa wa Nigeria na ameanza kariera yake mwaka 2012 hadi mwaka 2025, na ndo hivyo amekuwa akihakikisha anapambana kwa namna mbalimbali na kuweza kuhakikisha anapata ushindi kwenye kile ambacho amekuwa akikipambania. Nimepitia rekodi zake mbalimbali tangu mwaka 2012 hadi leo, nimeona amepoteza pambano moja pekee, na ndo hilo pambano ambalo limechezwa hapo jana dhidi ya Hassan Mwakinyo. Nimetazama kwenye box record kuangalia rekodi zake na kuona pia aliwahi kutoa draw pamoja na bondia ambaye anaitwa Prince Dordunu Bakata. Haijaandikwa ni kutoka taifa gani, lakini ndio draw pekee ambayo amewahi kuipata tangu aanze kucheza ngumi za kulipo mwaka 2012. Ameweza kucheza mapambano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mapambano 18 hajapoteza hata mmoja. Ametoa sare kwenye pambano la 19 na kupoteza kwenye pambano la 20. Kitu ambacho nimeweza kuwa na doubt nacho ni kuhusiana na umri wake. Jamaa ana miaka 36, akiwa amezaliwa mwaka 1900. Mwaka uko wapi jamani? Mwaka wa kuzaliwa kwake haujawekwa hapa, lakini ndo hivyo. Ana miaka 39, lakini ukimtazama kwa upande wa Hassan Mwakinyo bado ni Yankee, ana miaka yake mepesi kabisa 27. So kuna namna kama kuna kauonevu fulani hivi ambapo kameza kutokea hapo, lakini uzito ni ule ule. Kila kitu ambacho kinapatikana kwa Hassan Mwakinyo vivyo hivyo kinapatikana kwa upande wa jamaa yetu. Kikubwa ndio umri ambao unaweza kumwangusha, kwa kuwa yeye tayari ana miaka yake 30 plus. Niko namaanisha miaka 36, wakati huo Hassan Mwakinyo akiwa na miaka yake hiyo Gen Z fulani hivi, sio Gen Z, kuna namna yani kama miaka 27. So kuna namna hapo kwenye umri ndio kidogo ameweza kupishana hapo, lakini kwa upande wa Mwakinyo mapambano yake nimeweza kuona amepoteza mapambano 1, 2, amepoteza mapambano 3 tangu kuanza karia yake ya ngumi za kulipwa mwaka 2015. Alicheza na Albaba Ara Tarimo, alipambana na Mohamed Kidari. Shabani Kaoneka ndio mtu ambaye amewahi kumpiga mtu mzima Hassan Mwakinyo, na ilikuwa Mei 2016. Lakini pia ameshinda dhidi ya Fadhil Kea. Shabani Kaoneka akaja kumpiga baada ya kupigwa yeye 2016, alikuja kumpiga mwaka 2016 Novemba. Alipigwa Mei akaja kumpiga Novemba. So ndo hivyo. Baraka Mwakansopole ameshinda. Maisha Samson alishinda. Saban Temba, Anton Jaman, 6 Bruno, Rajabu Moja, Ambokile Mwakambasi, Sam Engton. Ile ni moja kati ya pambano ambalo liliweza kumuinua Hassan Mwakinyo kwa kuwa lilikuwa linarushwa pia kwenye Sky Sports. Nadhani ndio moja kati ya pambano ambalo lilianza kutazamwa zaidi. So pambano mengine ambayo ameshinda dhidi ya Joseph Sinkala, Sergio Eduardo, Anel Tinampei, Bebe Rico Chibangu, alishinda Jose Carlos Pazi, Mayala Antonio, Julius Idongo, Liam Smith, Mardoche Kuvesa Katembo alishinda. Liam Smith alipoteza, lakini Madole Kuvesa alishinda. Elvis Adoha aliza kushinda. Patrick Alotei alishinda. Daniel Latei pia Mwakinyo alishinda, pamoja na pambano hili ambalo ameweza kushinda kwa KO dhidi ya Stanley Eribo. So ubishano pia umekuwa ni mkubwa. Nimeweza kuona kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Instagram, ameweza kuandika nimecheka. Eti anasema huyu ni Mwakinyo, ameweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram, ameandika nimecheka. Eti anasema nimecheza na bondia dhaifu. Ni bondia kutoka Morogoro, kijana aliyegeuzwa macho Russia kwa tamaa za pesa baada ya kumpandia uzito wa juu kisa dola 6,000. Ona sasa hela zimekwisha, macho yamegeuka juu kama mzee wa Kichina aliyepumzishwa wodini baada ya kufanyiwa operation ya make. Akamalizia hivyo. So hapa namlenga mtu mzima Twa Kiduku, ambaye pia amekuwa na doubt kuhusiana na pambano hili, akieleza kwamba bonde huyu ambaye ameletwa kuna namna kama ni danganya toto, yani hakukidhi vile viwango vya kuja kupambana na mtu kama Hassan Mwakinyo, na kupelekea pia Hassan Mwakinyo kumjibu kwamba aligeuzwa nchini Russia na kuweza kupata tamaa pesa dola 6,000, akalipwa dola 6,000 na kuweza kupoteza pambano lake kule nchini Russia. Tulishuhudia clip mbalimbali zikionyesha akichezea kichapo cha mbwa mwizi mtu mzima Twa Kiduku. So ndo bishani ndo mkubwa hivyo, na sio mara moja wala mara mbili tumewahi kusikia taarifa za mabondia kwenda kuuza mapambano kutokana na kiasi cha fedha ambacho wanalipwa kule. Unaambiwa njoo tucheze pambano, baada ya kucheza pambano unaambiwa, kabla ya kucheza pambano unaitwa, unaambiwa kama vipi tufanye namna pambano ucheze, lakini ucheze kichapo. So baada ya hapo unalipwa kiasi chako cha fedha, lakini pia kile cha pambano, na ukikataa pambano linaweza likaahirishwa na watu wakashindwa kushuhudia kile ambacho wengi walitamani kuweza kukiona. Kwa mpande pia wa bondia ambaye ni mwingine, huyo ni bondia ambaye amekuwa na mwili fulani vinoma, lakini kiwango chake cha kwenye uchezaji ni noma. Ibrahim Class naye pia ameweza kurusha maneno
kwenye kile ambacho kimeweza kutokea jana na kuandika, nilivyoona miguu tu nikajua Tanzania tumepigwa, ila bondia nasubiri wachambuzi wa Insta waje kutetea ujinga, kuonyesha kwamba naye pia ana doubt kuhusiana na kile ambacho kiliweza kuchezeka hapo jana. Na ni posti ambazo nimeona zimeweza kupata interaction kubwa zaidi, kuonyesha kwamba kwenye mchezo wa ngumi wakiamua kuwa na mabifu yao, kama ambavyo tumeshuhudia bifu la Mondi pamoja na Ali Kiba, na wao pia wakiwa na mabifu yao, kuna namna yanaweza kuwatengenezea pesa na kujichukulia headline kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kupata deals mbalimbali ambazo zimekuwa zikipatikana kutokana na engagement ambazo wamekuwa au watakuwa wanazipata. Nimeona hii posti ambayo ameiposti mtu mzima Ibrahim Class imepata likes 14.2. Ukitazama posti zake za nyuma zimekuwa zipati interaction kubwa hivyo. Nyingine likes 54, nyingine anaficha na hide kuonyesha kwamba hazijafikia hata 1000, 83,479. Idadi ndogo sana ya interaction, lakini pia hata ukitazama kwa upande wa Twaha Kiduku naye pia interaction yake sio kubwa kama hii ambayo ameweza kuipata baada ya kuweza kumdiss bondia mwenzake ambaye ni mtu mzima Hassan Mwakinyo. Kuna namna wakiweza kutengeneza mabifu kama haya, inaweza kutengeneza engagement na kupiga mshiko kwenye upande wa social media. Amepata likes zaidi ya 12.7, comments zaidi ya 2390, repost 266, lakini pia walio share ni 214. So kuna namna waweze kutengeneza mishe kama hizi, zitakuja kuongeza interaction kubwa, na pindi ambapo atakuja kukubali kupanda ulingoni, basi kuna namna wataweza kupata fedha kubwa zaidi kwenye kile ambacho wataweza kukitengeneza. Mimi official PMTZ_it's PM Short. Usiache kusubscribe, like pamoja na comment. Till next time.